What's up guys, welcome back to my beautiful YouTube channel. It's your girl Dorcas Ondeke. Yes guys, karibuni sana to today's video. So guys, kwanza nivae nini yangu Kenya. So guys, speaking of Kenya, leo kuna anniversary protest for the Gen Zs were lost in 2024. Yeah, 2024, 25th June. So yeah, we lost some Gen Z. So today there will be anniversary. So for them kutakuwa na maandamano leo, but sijui kama watu wengi watatokea cause kumekuwa na threats here and there, watu wasitokea maandamano blah 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 and all those things. So we are waiting to see kama watu watatokea. Actually sisikii magari mengi venye nasikianga makelele, but yeah, so tutangoja tuone venye kutaenda maandamano. Mimi naenda job, but kama singekuwa naenda job ningeenda maandamano because I stand with them. I stand with my fellow Gen Zs because pia mimi nilikuwa hapo maandamano ya 25th June. I was there, na saizi ndio venye siwezi enda juu niko job, na job ya wenyewe hawataki kujua kama kuna maandamano, bora ufike kazi. Anyway guys, so happy anniversary to those who we lost. We are with your family in prayers. Mungu aendelee kuwaeka mahali pema peponi. Yeah, until we meet again. So yesterday watu wa Kisumu residents, they protested. They were on the streets protesting that they don't want protest. So niliona watu wengine wanauliza mbona wao wanatokea kwa street kuprotest, kuandamana, na hawajatoana notice? Cause sisi tuko tunajua kama kuna watu wanaenda kunini kuandamana. Mbona sisi wenye tumetoa notice that tarehe fulani na fulani tutaandamana tunashikwa? Jana tuko na watu wakishikwa na kulikuwa na maandamano. When you're doing a protest, you should notify the chief, the police commander, the DPP, hizo vitu zote, So watu walikuwa wanauliza mbona wao wako notify but wako kwa streets na washikwe, na sisi wenye tumenotify tunaenda kwa streets tunashikwa, So wanafaa kufind balance on how they do their things. But anyway, yeah, that is just about it. Another issue is that Gachagua, our former deputy president, alikuwa impeached. Aliongea jana akasema watu wasiandamane, there is no need watu waende kukufa. And I just have one question for him. Amekuwa kwa maandamano kadhaa, and hadi kesi yake inaitwaje, hadi kesi yake ilikuwa Supreme Court, juzi High Court, aliandamana. Now some people were killed, some people were injured. Mbona yeye wakati wake watu walikuwa wanaandamana na hakuwa anakataza wasiandamane? But sahi, now that tunaandamana juu ya our fellow Gen Zs who were killed, brutally murdered, anatuambia tusiandamane. So anyway, sijui kama Gen Zs watamsikia. We can just wait and see venye kutakuwa leo, ndio tutajudge, tujue venye maybe kwenye where we lie. Yeah, so another okay, away from the protest, ama tusitoke hapo kwanza. Ruto alisema watu wenye walikuwa injured na wenye waliuliwa kwa protest watakuwa compensated 3 million, na wenye walikuwa fairly injured, wenye hawakuinja sana, wenye hawakuumia sana, watakuwa compensated 500,000. Na watu wanasema ni sawa, but hiyo pesa inatoka wapi? Ni tax zetu za tunalipa. So watu wanasema mbona tunajilipa? I mean, we did why kill my son and I pay myself for
for you killing my son. I mean, vitu kama hizo. Na pia justice hakuna. Hamjakuja mtuambie like huyu aliua huyu ameshikwa life imprisonment, ama huyu aligonga huyu, alipiga huyu risasi akavunjika mguu ameshikwa 5 years 10 years, you know, all those things. Hiyo ndo justice tunataka, but there is no justice. Anyway guys, I'm not trying to rant, but anyway, so away from, you know, protest and all that, tuongelele another issues, fun issues. Manchester, Arsenal, Kenya wanapatana tena. Walipatana, Arsenal won. Yes, Arsenal. No, Man U won. Man U won. So wanapatana tena rematch. Sportybet wanawasponsor, wamejitokeza wakasema watakuwa na rematch on the August date 9 or 10 date 9 August date 9 wanapatana rematch hapo Nyayo Stadium, but I think this time round kutakuwa na tickets. Last time ilikuwa free, but yeah, let's wait and see wenye kutaenda. But saizi unajua wamekuwa sponsored na Sportybet, na pia wao wanataka kurudisha do, kupata do, so sidhani kama inaweza kuwa free, but yeah, we will wait and see. And yeah, kutakuwa elections zimetangazwa na ABC jana, walitangaza wakasema that our general elections that will be happening on August date 10 2027, that is next year. So we have 1 year 1 month to be precise. So yeah, tuko na elections August date 10 August date 10 2027. Our general elections will happen then. Campaigns zinaanza July, ni zinaanza May, zishe August, so that is next year. But obviously nyinyi mnajua campaigns zinaanza way earlier than that, mnajua politicians wa Kenya, so we're waiting to see how it all unfolds. Tupatane kwa ballot. I started voting our last elections 2022. That is when I became a registered voter, and I'm happy that I got to exercise my right, you know, voting in someone that maybe I saw hope that they will change better living and all that, and voting out people that were just, you know, there to eat. So I'm glad that I'll be able, inshallah, if I'm alive by then, I will be able to exercise my duty again coming next year. So yeah, we're waiting and see. We're waiting to see how it all unfolds. I just pray that everything will be good and safe, and nothing will be ugly, because you know pia tuna host AFCON next year. Yeah, we are supposed to host AFCON, so I hope it will be smooth. Anyway, yeah, so let's wait and see how everything unfolds. For today, let's wait and see kama kutakuwa na maandamano, kama kutakuwa nayo. We leave everything in God's hands. And guys, God for us all, to protect, not to guide. This is our Kenya. We should be safe. We should. Anyway, yeah, I'll see you on my next video. So kindly subscribe. We are on a mission to 1,000 subscribers. Currently we are at 430 subscribers, so subscribe if you have not subscribed, and if you have subscribed, share to your friends and your family members so that they can subscribe and reach 1,000 subscribers. Thank you very much guys, I love you so much, and let me see you in my next video. Bye.